Siku kama ya leo mwaka 1988 ndio siku ambayo msanii maarufu zaidi duniani Rihanna alizaliwa rasmi. Leo Februari 20, dunia inaungana kumwadhimisha mwanamke aliyebadilisha sura ya muziki, mitindo na biashara ya burudani. Rihanna alizaliwa tarehe 20 Februari mwaka 1988 katika nchi ya Barbados, kisiwa kidogo cha Caribbean. Alizaliwa katika mji wa St. Michael, Bridgetown. Jina lake kamili ni Robin Rihanna Fenty na ana asili ya Caribbean. Akiwa mzaliwa halisi wa Barbados, jambo analojivunia ni kuwa balozi wa utamaduni wa Barbados. Alikulia katika familia ya kawaida isiyo na utajiri. Utoto wake ulikuwa na changamoto za kifamilia, migogoro ya wazazi na mazingira magumu yaliyomfanya akomae mapema. Licha ya hali hiyo, Rihanna alipata faraja kubwa kupitia muziki, hasa reggae, R&B na soul. Akiwa shuleni alionyesha kipaji chake cha kuimba mapema sana. Muziki haukuwa tu burudani kwake, ulikuwa njia ya kupona na kujiokoa. Akiwa bado kijana, Rihanna aligunduliwa na watu waliomtambua kipaji chake. Demo zake zilimfikisha Marekani ambako alipata mkataba wa muziki. Mwaka 2005 alijitambulisha rasmi kwenye muziki wa dunia, na hapo ndipo safari yake ya kimataifa ilipoanza. Ndani ya muda mfupi aligeuka kutoka msichana wa kisiwa kidogo hadi nyota ya dunia. Kuanzia mwaka 2006 mpaka mwaka 2016, kipindi hiki kilimfanya Rihanna awe msanii wa aina yake. Hakujifungia kwenye mtindo mmoja wa muziki, alibadilika kulingana na wakati, hisia na ukuaji wake binafsi. Kila hatua ilionyesha ukomavu zaidi. Katika safari hii, Rihanna aliweka rekodi nyingi, aliongoza chati za dunia na kuwa msanii mwanamke aliyekuwa anatawala karibu kila mwaka. Rihanna ni mmoja wa wasanii wanawake waliotunukiwa tuzo nyingi zaidi duniani. Hadi leo ameshinda tuzo takriban Grammy 9, American Music Awards 13, Billboard Music Awards 12, Guinness World Records zaidi ya 10, tuzo nyingi za MTV, iHeartRadio, British na nyinginezo. Pia ametambuliwa kama msanii mwanamke aliyeuza rekodi nyingi zaidi katika karne ya 21, mmoja wa wanawake wachache waliogeuza muziki kwa ufalme wa biashara. Maisha yake ya mapenzi Rihanna yamekuwa wazi kwa umma, yakiwa na nyakati za furaha na maumivu. Aliwahi kuwa kwenye mahusiano maarufu yaliyokuwa na changamoto kubwa yaliyomfanya apitie kipindi kigumu cha maisha. Baadaye aliwahi kuhusishwa kimapenzi na wasanii na wafanyabiashara maarufu. Hatimaye alipata utulivu katika mapenzi yake ya sasa. Safari hii ya mahusiano ilimjenga Rihanna kuwa mwanamke anayejitambua, anayejilinda na kujiheshimu. Leo Rihanna ni mama wa watoto wawili wa kiume. Ameingia hatua mpya ya maisha kama mama, hatua iliyompa mtazamo mpya wa dunia, upendo na uwajibikaji. Ameweza kusawazisha uzazi, biashara na umaarufu, jambo lilomfanya aheshimiwe zaidi. Rihanna hakubaki kwenye muziki pekee, alijenga himaya ya biashara katika vipodozi, mitindo ya mavazi, fashion ya kisasa inayokubali kila rangi na kila umbo. Hatua hii ilimfanya awe mmoja wa wanawake matajiri zaidi waliotokana na burudani na mfano wa wanawake anayejitegemea. Leo akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa akiwa anatimiza miaka 38, Rihanna anasimama kama sauti ya kizazi, mfano wa wasichana wa kawaida aliyofika kileleni, mwanamke aliyebadilisha muziki, fashion, biashara kwa wakati mmoja. Kutoka Barbados hadi dunia nzima, Rihanna si msanii tu, ni urithi unaoishi. Happy Reborn Rihanna. Hii ni siku kama ya leo na I am Kinda.